Yeah. Tunataka tujue mmejiandaaje kwa ligi kutokana na mapumziko mafupi mlioyapata kutokana na mechi za series kule Rwanda? Maandalizi ndio tunaanza leo mazoezi, kwa hiyo nikikwambia tumejiandaa vipi kwa sababu bado hatujaanza. Kwa hiyo leo ndo tunaanza na hisi ratiba kamili ipo kwa walimu, tutafanya kile ambacho walimu wanataka kutuambia kuweza kujiandaa na mechi zinazofuata za ligi. Pengine kwa kukosekana kwa wachezaji kadhaa kupitia kwenye mechi ambazo mlicheza na hivi sasa mnaenda kwenye michezo mingine baada ya mapumziko, kukosekana kwao, nini ambacho mmejifunza na mnakuja vipi kama Young Africans? Hiyo ni sehemu ya mpira, kuumia wachezaji katikati ya msimu, kuumwa ni ipo. Wasipokuwepo lazima timu iendelee kucheza mechi kama kawaida, na hiyo nadhani kila kitu kitakaa sawa na tutaenda kufanya vizuri katika michezo inayofuata. Kuna kitu ambacho mashabiki wengi wanakuwa wakijui. Hivi pale timu ambapo kama Young Africans Giant ina suluhu michezo 3 mfululizo, nini wachezaji mnakuwa mnaongea hasa kwenye mkishamaliza mchezo? Kusuru, kushinda, kufungwa ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo ni mazoea tu katika timu zetu hizi ambazo kila siku wanapenda kuona timu zinashinda, lakini kwa Yanga sijaiona hiyo complain kwa sababu mashabiki wa Yanga ni mashabiki wa mpira na wanajua kwamba tutasimama na tutafanya vizuri. Lakini mmoja wa wachezaji ambao wanatarajiwa kukosekana kwa michezo 3 ni Djigui Diarra ambaye anacheza kwenye eneo lenu. Obvious kukosekana kwake kuna maanisha wewe na Hussein Masalanga ndio mtakuwa mna nafasi ya kucheza kwenye mechi hizo. Sawa. Ukiwa kama mchezaji ambaye haupati nafasi mara kwa mara kwenye mechi za Premier League, unadhani hii ndio nafasi pekee wewe kuonyesha uwezo wako? Sidhani kama swali lako linaniliu sana kwa sababu mpaka nimekuja hapa na maana uwezo wangu unajulikana. Yes. Na sio kwa mara ya kwanza kwamba sijawahi kucheza, nishacheza. Kwa hiyo haina hofu katika hilo. Hamna shida. Haina hofu. Yeah. Kitu gani mashabiki wategemea kwa Mshenyi kutokana na ukimya muda mrefu sana kupata mechi moja? Sio kila wakati kama ilivyozoea kwa majibu pengine kama Djigui Diarra. Nadhani sio kwa Mshenyi peke yake, kwa kila mchezaji ambaye kasajiliwa Yanga na haki ya kuitumikia Yanga na kufanya vizuri na kuipambania timu kuweza kutimiza malengo. Kwa hiyo hata mimi kwangu ipo hivyo, kwa mchezaji mwingine tena, kila mtu anatamani kuwa katika mafanikio ya timu. Turudi kwenye lifestyle ya kawaida ya maisha ya Mshenyi. Wewe ni mtu wa namna gani ukiwa nje ya kiwanja? Sina tofauti sana na uwanjani, sana jezi tu, lakini ni mtu ambaye nipo hivyo, nipo kalme, nimetulia tu kawaida kama ninavyoonekana. Lakini nini pengine unapendelea ukitoa masuala ya football? Napenda kuangalia movie. Yeah, napenda kufurahi na watu, kucheza game. Yes. Kitu gani ambacho kinakuvutia zaidi kwa wachezaji wengine ambao hawapo kwenye ligi ya NBC, wapo kwenye ligi za nje? Pengine unapenda uwe kama wao ama uwe zaidi ya wao? Nje ya nchi au hapa? Tuanzie nje kwanza. Hiyo nadhani lifestyle yao ni nzuri na professional ambao wanaonekana, na kila mchezaji ambaye yupo katika nchi tofauti na wao kwa alipo anatamani kuwa kama wao sababu ya lifestyle zao. Turudi kwenye ligi, nani tofauti na Young Africans? Mchezaji? Mchezaji ambao ukimwona unaona hili daraja na mimi natamani nifike kama daraja lake ama niwe zaidi hapo. Mimi nipo Yanga, nipo katika daraja kubwa zaidi. Kwa hiyo sijajua sasa hapo daraja gani. Inawezekana kwa Young Africans na wachezaji wa China wanakuvutia kutokana na performance zao na viwango vyao. Sahihi, wapo wananivutia. Wapo wanacheza vizuri. Hapo msimu. Wapo wengi sana. Kwa hiyo nikianza kuorodhesha wapo wengi kwa sababu wapo huko, viwango vyao ndio vitawafanya waweze kufika huko ambapo mimi nilipo. Kwa hiyo still wanapambana na wanatamani kupata mafanikio. Ndio. Namba 10 yako bora kwa sasa ni nani kwenye ligi ya NBC? Namba 10. Namba 10 yako bora kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi timu yangu inachanganya watu wengi wacha namba 10. Kwa hiyo kufikiria kidogo. Lakini sio lazima wewe timu yako. Sasa nyie tusiangalie sana shida. Kwa hiyo yanipa mtihani sana kufikiria. Fei yupo, kumbuka anacheza vizuri. Ukiacha hiyo current kwa maana ya nani anaweza kuwa kwako ni bora muda wote wa kigeni? Mchezaji gani kwako anaweza kuwa ni bora muda wote wa kigeni? Wa kigeni? Kwa sasa huko baada huko ndo kwa muda wote. Muda wote kwa mpaka kufikia sasa. Itabidi niseme kwa sasa hivi kwa sababu nipo na nachezana ni Juka Abuya. Kwa nini Juka Abuya? Unaona kazi yake hata yeye sana kuvutia. Au? Anacheza vizuri lakini ndani ya yako kwa nini?
kwa sababu wanacheza vizuri. Moja ya kitu ambacho tungetamani kusikia kutoka kwako ni namna ambavyo wachezaji wa mpira wa miguu hasa wa ligi yetu NBC Premier League wanaweza kunufaika vipi kupitia mitandao ya kijamii. Tunaona wachezaji kutoka ligi ambazo zimeendelea wanapata nafasi ya kufanya branding za kampuni tofauti tofauti, lakini kwa ndani huko kidogo imekuwa ni changamoto. Nadhani changamoto kubwa ni nini kwenu? Hiyo nadhani bado haijawa na nguvu sana kwa wachezaji kwenye nchi yetu, tofauti na wenzetu. Hawajaiona ile nguvu ya ushawishi kwa wachezaji ambao inaweza ikafikisha lengo lao kwenye jamii, lakini ikifika wakati nadhani itakuwa nzuri, kwa sababu watu siku hizi wamebadilika sana. Lakini pia branding za wachezaji hazijawa kubwa sana. Mchezaji sasa hizi mwambie atoe sehemu ya mshahara wake akamwajiri mpiga picha, inakuwa kidogo mtihani, kwa sababu bado watu wanajitafuta. Kwa hiyo ikifika muda itakuwa nzuri. Pressure za mashabiki huwa zinawaingia wachezaji? Pressure nadhani si za mashabiki, hata michezo ina pressure siku zote. Kwa hiyo ukitoa nje na mashabiki, ukifocus katika kazi yako, mwanzo lazima upate pressure, kwa sababu unakuwa na ile hali ambayo unahitaji kuwa nayo binafsi. Kwa mimi nahitaji kufanya kitu fulani, kwa hiyo umakini unaongezeka. Kwa hiyo umakini unapokuwepo lazima kuna pressure utakipata. Kwa hiyo pressure ipo. Yes, ipo. Hata kwako pressure. Sio unauliza maswali unatetemeka. Sawa, lakini ukiwa kama mchezaji twende. Wewe katika career yako ya mpira ulianzia direct mpaka nafasi au kuna namba ambazo ulicheza tofauti na goalkeeper? Na kama zipo ilikuwaje story kidogo? Kwanza katika goalkeeper moja kwa moja, nianza kucheza katika position za ndani, namba za mbele. Baada ya hapo nikarudi katika nafasi ya goalkeeper ambayo nahisi ndo Mwenyezi Mungu alinipa. Kwa hiyo sasa hivi nipo katika position hiyo na nguvu ipo. Kitu gani kilipelekea ulibadilisha position na kuja kwenye goalkeeper? Nadhani uimara ambao ulikuwa golini ni zaidi ambao ulikuwa nikicheza ndani na nimeonekana nikifiti katika ile position. Shukrani sana. Asante sana.